Jeshi la polisi limetoa taarifa kwa umma na ni taarifa mbili ikiwemo ya Godbless Lema ambayo kupitia ukurasa wake wa X siku ya jana Oktoba 17 alitoa taarifa kwamba kuna watu wanamfuatilia kuinda uhai wake, kwa hiyo anamuomba Mheshimiwa Rais amlinde. Nikisoma taarifa ya polisi isema taarifa kwa umma, jeshi la polisi lingependa kutoa ufafanuzi juu ya mambo mawili yanayosambazwa kupitia vyombo vya habari. Jambo la kwanza ni kuhusiana na majina ya watu 7 ambao inapotoshwa walikamatwa katika mazingira ya kutatanisha na kwamba ni ukandamizaji. Ni kwamba miongoni mwa watu 6 waliotajwa katika taarifa hiyo walikamatwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria kutokana na ushahidi uliokuwa umekusanywa kabla ya kukamatwa kuhusiana na tuhuma mbalimbali za kihalifu, ikiwepo za matumizi mabaya ya mitandao kwa kufanya uchochezi, kuhamasisha maandamano ambayo ni kinyume cha sheria na uvunjifu mwingine wa sheria za nchi. Wakati wa ukamataji watu walishuhudia na baadhi ya viongozi wao walifika katika ofisi za makamanda wa polisi, mikoa na vituo vya polisi kuulizia ikiwa ni sambamba na kupiga simu, na walijulishwa walikamatwa watu 6 na kushikiliwa na walielezwa tuhuma zao. Watuhumiwa hao ambao walijulishwa kushikiliwa ni pamoja na Chief Adonias Kalumuna, Paul Shijesan Musisi, Daniel Damian Lubugisa, Elbert Aloisi Kikulega, Ramadhani Fazili na Baziri Waziri. Taarifa ya pili ambayo waandishi wa habari wamekuwa wakitaka ufafanuzi ni kuhusiana na taarifa ya ndugu Godbless Lema aliyoiandika na kusambaza kupitia mitandao ya kijamii kwa usalama wa maisha yake upo hatarini. Ufafanuzi ni kwamba jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kwa ukaribu na tunamsisitiza afike katika kituo cha polisi ili awasilishe taarifa yake hiyo rasmi kwa hatua zingine, kwani ndio utaratibu wa kisheria. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito na kusisitiza kwa baadhi ya viongozi na wananchi waendelee kuzingatia utaratibu wa kisheria wa kuwasilisha taarifa sahihi kwa jamii na mamlaka za haki jinai ili kuepusha upotoshaji na taharuki zisizo za lazima. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Ndakukumbusha kitu siku ya jana Godbless Lema alichokiandika kupitia ukurasa wake wa X. Yeye aliandika, Mheshimiwa Rais, maisha yangu yako katika hatari kubwa. Tafadhali naomba kwa unyenyekevu mkubwa unisikilize. Ningependa kuishi ili niweze kuwaona watoto wangu wakikua, kuoa na kuolewa mbele ya macho yangu, na ikiwezekana niweze kufurahia wajukuu wangu ikiwa Mungu atanijalia maisha marefu. Kila mtu anatamani kuishi maisha marefu yenye amani na uzee mwema. Kwa sasa kuna watu ambao wananifuatilia kwa karibu sana. Hata jioni ya leo wameonekana maeneo nyumbani kwangu na nina hofu kwamba wangeweza hata kumdhuru mtu yeyote ambaye si mimi. Kwa hali hii naona ni bora nijiweke mikononi mwa mamlaka kwa hiari yangu kuliko kuendelea kuishi kwa hofu kila siku. Niko tayari kuwekwa mahabusu kwa hiari yangu hadi kipindi cha uchaguzi kipite, kwa sababu naamini kufanya hivyo kutaleta utulivu kwa wazazi wangu, mke wangu Neema na watoto wangu. Najua watahisi angalau faraja kwamba niko salama. Ninaomba kwa moyo mkunjufu ulinzi na msaada wako Mheshimiwa Rais. Alimaliza hivyo Godbless Lema. Mimi ni Saudi Travis.